na umekuwa mwaminifu juu ya maisha yetu. Umetupenda na upendo usioweza kuelezeka wa kutoa mwanao kwa ajili yetu, ili kupitia msalaba tukaokolewe, tukapatanishwe na nafsi yako. Asante kwa damu ya Yesu, asante kwa msalaba wa Yesu ambao umetupea kibali ya kukuabudu Mungu mtakatifu na Mungu Muumba wa mbingu na nchi. Tunafurahia kazi ya msalaba ambayo imetuokoa, ambayo imetuweka huru kutokana na nguvu za dhambi na kutokana na nguvu za mauti na hata laana za dhambi. Tunashukuru kwa kazi ya msalaba. Asante kwa rehema na fadhili zako ambazo umekirimia kila mmoja wetu, hata katika wiki ambayo imeisha. Ni wewe umetulinda, ni wewe umetupigania, ni wewe umetuchunga, ni wewe umekuwa mwema kwa kila mmoja wetu. Pokea shukrani na sifa za mioyo yetu. Tumezidi kunyenyekea chini ya mkono wako ulio hodari. Hata siku ya leo usidi kutusamehe na kutuosha na damu ya Yesu makosa na dhambi zetu. Bwana, tunanyenyekea, usidi kutuponya, usidi kutuongoza katika mapenzi na makusudi yako. Tunaomba Yesu utawale katika mioyo yetu na maisha yetu, hata majira haya tunapokumbuka kazi ya msalaba. Bwana Yesu, endelea kudirika ndani ya mioyo yetu na ndani ya maisha yetu. Naombea kila ndugu na kila dada asubuhi ya leo, na kwamba Bwana utazidi kumjalia neema, utazidi kumwinua na kumsaidia katika njia zako, katika jina la Yesu. Tunakushangilia maana wewe ni mwema, tunakushangilia kwa uaminifu wako, tunakushangilia kwa matendo yako, tunakushangilia kwa uzima na baraka. Utukufu na adama zikurudie, hata kwa kila dua na maombi ambayo tumeinua kwa ajili ya mambo mbalimbali. Tunashukuru maana umetusikia na umetujalia yale tumeyaomba. Bwana, tunapoendelea na ibada za leo, tunajitakaza na kujiweka wakfu kwako, ili tuwe vyombo vya kukuletea utukufu katika jina la Yesu, na tukaweze kukupa ibada inayokubalika mbele zako. Wanaenda kuhudumu Bwana, uwapake na upako, uwatumie kwa Roho wako, upepo wa neema wa Maranatha wanapotuhudumia siku ya leo. Neema yako iwe juu yao, msaada wa Roho Mtakatifu uwe juu yao. Asante kwa uaminifu wako, na ni kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo tumeomba na kuamini, amen. Salamia watu wawili watatu, mwambie nimefurahi kukuona leo katika nyumba ya Bwana. Make sure you're greeting somebody. Karibu sana kwa ibada zetu za leo, tukihudumiwa na wapendwa wa Maranatha, na ninajua watafanyika baraka kwa maisha yetu. Kwa hivyo sitaki kuvuta, maana muda wetu umeenda, ili mhubiri apate nafasi nzuri ya kutufundisha lile neno ambalo Bwana amemwangazia, na ili ni kweli la msaada katika maisha yetu. Naomba tusimame ili niombee mhubiri atakayekuja kutuletea neno la Bwana. Situsimame. Baba, katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo, tunakushukuru kwa sababu ni mapenzi yako ya kwamba tuje kwenye ibada na uweze kutunenea kupitia neno lako na kupitia mtumishi wako. Asubuhi ya leo tuna mtumishi ambaye umemwandaa ili asimame kwenye madhabahu na aweze kulileta neno lako kwa maisha yetu. Tunamwombea mafuta, tunamwombea usemi, tunamwombea hekima ya kiroho katika jina la Yesu, ya kwamba Bwana utamuinua na utamtumia kwa utukufu wa jina lako. Tunaombea mioyo yetu ya kwamba itapokea kile Bwana umetumana asubuhi ya leo, hata na masikio yetu tunaomba itasikia mapenzi yako asubuhi ya leo. Kila roho ya kupingana na neno lako ndani yetu tunaomba ipate kushindwa katika jina la Yesu. Kila sauti na mawazo ya kushindana na neno lako tunaishusha asubuhi ya leo, ikapate kushindwa katika jina la Yesu. Tunaomba kunyenyekea na kulipokea neno lako lililo na uwezo wa kutuokoa na kutuweka huru katika kila eneo la maisha yetu. Asante kwa kibali na neema hii ya kusikia neno lako, na ni kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo tumeomba na kuamini, amen. Tukiwa tumesimama, niruhusu niwaletee ndugu wetu Morgan aweze kutuletea neno la Bwana. Tushangilie Bwana ndugu Morgan anapokuja kutuletea neno la Bwana. Karibu sana. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Jinsi tumeambiwa, mimi jina langu ni Morgan Munani, na ninamshukuru Mungu kwa kibali ambacho amenipatia siku ya leo. Nashukuru pia viongozi wangu wa
kushare neno la Mungu siku ya leo. Bwana Yesu asifiwe. Na ninashukuru pia mchungaji kwa kuniruhusu kusimama mahali hapa siku ya leo. Ningependa tuangalie neno ambalo Mungu ameweka ndani ya moyo wangu siku ya leo, na kama utanipatia kichwa utaniita Relying on God. Bwana Yesu asifiwe. Kama Mkristo uliyeokoka, Mungu amekupatia freedom ama amekupatia uhuru wa kujifanyia maamuzi. Bwana Yesu asifiwe. Kwamba unaweza amua kumtegemea Mungu na pia unaweza amua kwamba sitamtegemea Mungu. Haleluya. Na ndio maana unaona tunaomba Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Tunaomba Mungu kwa sababu unaweza kuwa katika hali ambayo unaona ni kama unahitaji Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Sio kwamba wakati uliokoka Mungu atakuwa anakuangalia alafu anaangalia kwa issue za huyu ni watu ili wacha zishughulikie. Atahitaji uende mbele zake kwa maombi usiombe. Bwana Yesu asifiwe. Na usipomuomba pia ni message kwake kwamba Mungu sikuhitaji kwa hili. Haleluya. So that is why tunaenda mbele za Mungu kila mara tukimuomba, tukimkumbusha kwamba Mungu ninahitaji hili na hili. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo inamaanisha kwamba tunaweza amua pia tuseme kwamba Mungu tumekutegemea. Kama wanao tumekutegemea leo. Na pia tunaweza amua tunyamaze na Mungu ataona hiyo ni kama tunamwambia kwamba hatujakutegemea. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo unaona katika maandiko ukisoma kitabu cha Yakobo 2:4 Biblia inatuambia kwamba hatuna kwa sababu hatujauliza. We have not because we ask not. Bwana Yesu asifiwe. Kumaanisha kwamba Mungu anajua hauna, hata yeye anakuona. Ukisoma in Proverbs kuna verse inasema kwamba his eyes are upon the righteous and his ears are attentive to hear when they call. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu tu macho yake anaangalia wenye haki, haimaanishi kwamba ataona wakipitia tabu aingilie. Ni masikio yake ndio yanasikia wakiita. Bwana Yesu asifiwe. Wasipoita inamaanisha hawamhitaji. Haleluya. That is why hata wenye haki pia tunahitaji kuenda mbele za Mungu, tuite msaada wake, tumwalike katika issue zetu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo katika kumtegemea Bwana, maombi ni kitu cha maana sana, kwamba inastahili tuende mbele za Mungu kwa kusali, tukimuomba, tukimwambia issue zetu. Bwana Yesu asifiwe. Kama unaweza tuwekea hapo Luke chapter 18 verse 7. Luke chapter 18 verse 7. Kama unaandika pia unaweza andika Matthew 7:7 na John 15:7. Kwa ufupi, hiyo ni habari ambayo inazungumzia the unjust judge. Bwana Yesu asifiwe. Najua sisi wote tumefamiliarize na hiyo story. Tumesoma kuhusu the unjust judge and the widow, si ndio? Na Biblia inasema and shall God not avenge his own elect who cry out day and night to him, though he bears long with them. Bwana Yesu asifiwe. Kiwa who cry out, rudisha namba 7. Who cry out to him day and night. Bwana Yesu asifiwe. Ilikuwa inalinganisha huyu mama ambaye alikuwa mjane, ambaye alikuwa anamlilia huyu hakimu kila siku, na inalinganisha na Mungu. Je, Mungu atatutendea namna gani? Kama huyu alikuwa the unjust judge na akamtendea kwa sababu huyu mama alikuwa anamsumbua kila siku nenda siku rudi, na Mungu atatutendea namna gani? Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa hivyo lazima tumtegemee Mungu katika hali zetu. Lazima tumtumilie Mungu, tumpelekee Mungu vilio vyetu. Lazima tumtegemee, tumwalike Mungu katika maisha yetu. Hautakaa tu nyamaza ukisema kwamba Mungu anaona, ataona alafu atende. No, don't assume that God knows. Tell him. Haleluya. Kwa sababu ndio tumesema usipomwambia it is also a communication. Bwana Yesu asifiwe. Na under that ningependa tuangalie story fulani kutoka kwa Bible. Iko katika 2 Chronicles chapter 20. Na tutasoma kwa sababu ya muda. 2 Chronicles chapter number 20.
Tuanzie verse 1. Nataka tuangalie kama katika Biblia kuna watu walimtegemea Mungu katika hali zao, na kama walimtegemea Mungu aliwatendea nini? Bwana Yesu asifiwe. Na Biblia inasema then some came and told Jehoshaphat, saying, a great multitude is coming against you from beyond the sea, from Syria, and they are in Hazazon Tamar, which is En-Gedi. And Jehoshaphat feared and set himself to seek the Lord and proclaim the fast throughout all Judah. Bwana Yesu asifiwe. Unaona kwamba hawa ni watu ambao wamezingirwa. Habari zinafikia mfalme Yehoshafati kwamba umezingirwa na mataifa matatu. Biblia inasema kwamba Yehoshafati aliogopa, lakini akatangaza maombi. Bwana Yesu asifiwe. Kwamba hao watu kitu ambacho kinawajia katika akili cha kwanza sio strategy. Bwana Yesu asifiwe. Unajua mara mingi kama wana wa Mungu pale tunakosea ni wakati ambapo unakumbana na hali, kitu cha kwanza cha kufikiria ni strategy. Hawa watu wametuzingira. What is their position? Bwana Yesu asifiwe. Wako wangapi? Sisi tuna macha hao na gani? Majeshi yetu na yao gani kwa mingi? Bwana Yesu asifiwe. That is not the first thing that the king does. Anaomba kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kuna wimbo huwa tunaimba, tulikuwa na share na watu ushirika wangu. Wimbo hymn song inasemanga what a friend we have in Jesus. Bwana Yesu asifiwe. Kuna verse inasemanga, oh what needless pain we bear, all because we do not take everything to God in prayer. What needless pain we bear. Bwana Yesu asifiwe. Kwamba kuna uchungu tunapitia sababu hatukupeleka kila kitu kwa Mungu kwa maombi. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo inamaanisha kwamba hata ukiangalia katika Biblia habari za wale wafuasi wa Yesu walipokuwa katika chombo majini na upepo ukawa mwingi, dhoruba ikawa nyingi, na Biblia inatuambia kwamba Yesu ni kama alikuwa amepatwa na usingizi. Hawa watu wanamjia Yesu kama last resort. Wanamwambia Yesu, wewe haujali kwamba tunaangamia. Ikifika pale mtu anakuambia haujali kama tunaangamia, inamaanisha kwamba amefika mwisho. Hawakumjia Yesu kama the first option. Bwana Yesu asifiwe. Nataka kukuhimiza kwamba muweke Mungu kwanza. That is what the Israelites are doing. And Jehoshaphat feared and set himself to seek the Lord and proclaimed a fast throughout all Judah. Bwana Yesu asifiwe. Kama kuna jambo inafaa tufanye, isikuwe ati sasa unakuja kusema jioni nilikuwa napitia jambo hili, nikajaribu kila kitu nikashindwa, lakini mwishowe nikamwendea Mungu, nikamwambia Mungu wewe ndio tegemeo. Yesu ulifanya kitu right, but haukufaa kupitia hayo yote. Mpelekee Mungu kwanza. Amen. Haleluya. Tuendelee basi na mafunzo. So Judah gathered together to ask for help from the Lord, and from all the cities of Judah they came to seek the Lord. Verse 5. Then Jehoshaphat stood in the assembly of Judah and Jerusalem in the house of the Lord before the new court, and said, O Lord of our fathers, are you not in heaven, and do you not rule over all the kingdoms of the nations? And in your hand is there not power that might is there not power and might, so that no one is able to withstand you? Verse number 7. Are you not our God, who drove out the inhabitants of the land before your people Israel, and gave it to the descendants of Abraham, your friend forever? Bwana Yesu asifiwe. Unaona kwamba sasa wanaanza kumkumbusha Mungu yale matendo ambayo amewatendea kule Mungu. Haleluya. Nataka kukumbusha kwamba usisahau yale mambo Mungu amekutendea. Haleluya. Wakati ambapo unapatwa na shida, hii ndio mambo itakutia Mungu. Sometimes ukikombea shida uko nayo na yale Mungu alitenda ni makubwa kushinda shida uko nayo sasa.
Haleluya. Kwa hivyo usikuwe mtu wa kusahau yale Mungu amekutendea. Bwana Yesu asifiwe. Na labda to make another reference to, tutarudi kwa hiyo verse, tufungulie tu Judges chapter number 2. Tusome verse 10. Kuna watu katika Biblia walisahau yale Mungu aliwatendea. Haleluya. Waamuzi 2:10. Tuangalie hao watu vile walisahau yale Mungu aliwatendea. Biblia inasema when all the generation had been gathered to their fathers, another generation arose from them who did not know the Lord nor the work which he had done for Israel. Bwana Yesu asifiwe. Hii ni wakati ambapo Joshua amekufa na ile kizazi chake kimekufa chote. Kizazi kingine kiliinuka ambacho hakikujua Mungu na hakikukumbuka yale Mungu alikuwa amefanyia Israeli. Bwana Yesu asifiwe. Ukisoma fast forward to Judges chapter number 6, utapata kwamba Israeli inaishi katika uoga. Wako katika nchi ya ahadi. They are living in answered prayers. They are living in the promises of God. Lakini wanaishi katika uoga. Biblia inasema kwamba Mungu alikuwa amewapeana kwa yale mataifa ya Kanaani. Haleluya. Alikuwa amewapeana to the Midianites, alikuwa amewapeana to the Ammonites, na walikuwa wanateswa, wanaishi katika uoga. Biblia inasema kwamba they were staying in caves and in holes kule milimani. Kwa sababu gani? They forgot what the Lord had done for them. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo kuna nguvu kukumbuka yale Mungu amekutendea. Usiwe Mkristo ambaye unaishi ukisahau yale Mungu amekutendea. Bwana Yesu asifiwe. Yale Mungu amekutendea ndio inafaa ikutie moyo. Turudishe kwa 2 Chronicles. Yale Mungu amekutendea usije ukasahau. Haleluya. Pale Mungu amekutoa ni jambo la kukutia moyo wakati ambapo uko chini. Haleluya. Mfalme Yehoshafati wanapoomba na taifa la Israeli wanamkumbusha Mungu. Are you not our God who drove our inhabitants out of this land before your people Israel and gave it to the descendants of Abraham your friend forever? Tuendelee. Verse number 8. And they dwell in it and have built you a sanctuary in it for your name, saying, next verse. Verse number 9 tafadhali. Kwa hivyo usiwe mtu wa kuishi kwa kusahau. If disaster comes upon us, sword, judgment, pestilence, or famine, we will stand before this temple and in your presence, for your name is in this temple, and cry out to you in our affliction, and you will hear and save. Bwana Yesu asifiwe. Ni watu ambao wanakumbusha Mungu lile agano walifanya na yeye, kwamba wakati ambapo shida itapatikana, tutakukimbilia wewe, tutakutegemea wewe, kwamba tutaliita jina lako. And that is exactly what they are doing. Bwana Yesu asifiwe. And now here are the people of Ammon, Moab, and Mount Seir, whom you not let Israel invade when they came out of the land of Egypt, but they turned from them and did not destroy them. Kwa hivyo hata wakati ambapo wanatoka Misri kukuja katika nchi ya ahadi, Mungu ni kama aliwakataza wasiataka hii mataifa yenye na matatizo sana. Bwana Yesu asifiwe. Na Biblia inaendelea ikisema, here they are rewarding us by coming to draw us out of your possession which you have given us to inherit. Verse 12. O our God, will you not judge them? For we have no power against this great multitude that is coming
Lord, we know what to do, but our eyes are upon you. Bwana Yesu asifiwe. Our eyes are upon you. Inafaa ufike mahali ujue kwamba you cannot do it on your own. Kwamba Mungu ndio msaada wako. Hata hadi kwenda umaji. Sio tu anakujua peke yake. Kitu ndogo pia kinaweza kushinda. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mtu anaitwa Alexander the Great. Aliishi akikonga nations. Akagonga mpaka akaangalia akasema kuna taifa ambalo limebaki. Lakini ukisoma historia tunaambiwa huyu mtu aliuawa na homa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo hakuna kitu kidogo sana, wewe tegemea Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Now all Judah with their little ones, their wives and their children stood before the Lord. So these people were also in unity. Bwana Yesu asifiwe. Then the Spirit of the Lord came upon Jehaziel, the son of Zechariah, the son of Benaiah, the son of Jael, the son of Mattaniah, a Levite of the sons of Asaph, in the midst of the assembly. Verse 15. Tomorrow go down against them. They will surely come up by the ascent of Ziz, and you will find them at the end of the brook before the wilderness of Jeruel. Sasa unaona advantage ya kumtegemea Mungu. Anaanza kukurejelea position yenye amiyaka atakuwa. Haujaenda hata hujatuma spice waangalia waangalie. Ni Mungu anakurejelea na kuambia kesho utawapata pale fulani na watakuwa kwa position fulani. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo ukimtegemea Mungu anakupatia advantage over your enemies. Kwa sababu hao ukienda mkutano, they are coming into battle blindly. Hawajui formation yenu, hawajui mnakuja namna gani, lakini Mungu amewaambia nyinyi mtawapata mahali fulani na watakuwa katika bali hii. Bwana Yesu asifiwe. Tuendelee basi na verse 17. You will not need to fight in this battle. Position yourself, stand still and see the salvation of the Lord who is with you, O Judah and Jerusalem. Do not fear or be dismayed. Tomorrow go out against them, for the Lord is with you. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anawaambia hamtahitaji kupigana. Kwa sababu gani? This fight belongs to God now. Wakati ambapo unamtegemea Mungu, anachukua pigano zako. He fights your battles for you. Bwana Yesu asifiwe. Mara nyingi tunapigana kielele yetu, tunapigana vita ya Mungu anafanya. Hallelujah. Yes. Tunapigana vita yenye watu wachie Mungu atupiganie. Sasa tuna expect kushinda. Kama ni vita yenye Mungu anafaa shinde, sisi wanadamu tutaweza. Tujifunze kumtegemea Mungu. Bwana Yesu asifiwe. So the battle belongs to God, and God is reminding the Israelites that now this is my battle. Kama hawa watu wangeamua kwamba tutapeleka hii shida kwa Mungu, wacha tutumie strategy. Maybe this verse tulikuwa tunasoma all different story. Bwana Yesu asifiwe. And Jehoshaphat bowed his head with his face to the ground, and all Judah and the inhabitants of Jerusalem bowed before the Lord, worshiping the Lord. In verse 17. Then the Levites of the children of Kohathites and of the children of Korahites stood up to praise the Lord of Israel with voices loud and high. Bwana Yesu asifiwe. Sasa hawa watu wanamsifu Bwana. Ni wakati wa vita, lakini nao it is a time to give praise. Bwana Yesu asifiwe. Ukilinganisha na maisha yetu, sisi watu tunafanya aje? Watu na praise Mungu after the battle. Wakati ambapo tumeshinda, labda ndio tutapraise Mungu. Lakini ukikuja hapa kama unapitia issue, wakisema tutashangilia Bwana uko hapo. Kwa nini? Iko na stress. Bwana Yesu asifiwe. This is a time to praise the Lord before the battle. Haijalishi tunapitia nini. I think it was last year, mchungaji alikuwa anatukumbusha from Proverbs 6:50 kwamba qualification ya wewe kupraise Mungu ni kwamba unahitaji kuwa na uhai peke yake. Sio hali yenye unapitia, sio furaha yenye kwa moyo wako. Kwamba kila mwenye pumzi na msifu Bwana. Now this is what they are doing. Bwana Yesu asifiwe. Kwamba hakuna kitu kinafaa kuhinda your
praising God. Hallelujah. Haufai kukaa kama umenuna, ati hutaki kumtukuza Mungu kwa sababu ati life is happening. Bwana Yesu asifiwe. So they rose early in the morning and went out into the wilderness of Tekoa. As they went out, Jehoshaphat stood and said, "Hear me, O Judah, and you inhabitants of Jerusalem. Believe in the Lord your God, and you shall be established. Believe in his prophets, and you shall prosper." Bwana Yesu asifiwe. There is power in believing in God. Prosperity is directly related to you believing in God. And when he had consulted with the people, he appointed those who should sing to the Lord and those who should praise the beauty of holiness as they went out before the army and was saying, "Praise the Lord, for his mercy endures forever." Now, when they began to sing and to praise the Lord, set ambushes against the people of Ammon, Moab, and Mount Seir, who had come against Judah, and they were defeated. For the people of Ammon and Moab stood up against the inhabitants of Mount Seir to utterly kill and destroy them. And when they had made an end of the inhabitants of Seir, they helped to destroy one another. Hawa watu walikuja kutoka mataifa tatu. They had united against one nation, ambayo ni Israeli. Lakini kwa sababu wana wa Israeli wamemlilia Mungu, unaona hawa watu watatu wenyewe waligeukana wakauana. The people of Israel never fought this battle. Bwana Yesu asifiwe. Mungu aliwapatia ushindi without them raising a sword. Kitu walikuwa wanafanya ni kumsifu Mungu. Hallelujah. Wakati ambapo unamsifu Mungu, your problems zenyewe zinamalizana. Bwana Yesu asifiwe. The enemies of Israel turned against each other. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo kuna nguvu kwa kumtegemea Yesu. Kuna Mungu kwa kumtegemea, kuna nguvu kwa kumtegemea Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo kwa haraka, kama unaandika what happens when you rely on God fully. What happens when you rely on God fully? Number one is that he gives you courage. Anakupatia ujasiri. Kuna mtu katika Biblia anaitwa Daudi. Daudi anakuja anapata wana wa Israeli wamekaa for 40 days. Kile ambacho wanafanyaga kila siku ni Goliathi anatoka nje, anatishia, anasema nani atapigana na mimi. Wote wanatoroka. Bwana Yesu asifiwe. For 40 days nothing was going on. Na Daudi anaangalia anasema, "Who is this uncircumcised Philistine?" Bwana Yesu asifiwe. Na circumcision kama tunajua Biblia yetu, it was a sign of a covenant with God. Kwa hivyo anamuuliza, ni nani huyu anawatishia mwenye hana hata agano na Mungu? Umeogopa nani huyu mwenye hata hana Mungu? Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo his courage was in him knowing that God is with the nation of Israel. Bwana Yesu asifiwe. That is why anasema, "You come to me with sword and shield and spear, but I come to you in the name of the Lord." Bwana Yesu asifiwe. His courage was coming from a point ya kujua kwamba Mungu yuko na mimi. Bwana Yesu asifiwe. Na ukiangalia hii story pia, tupatie verse 3. Biblia inasema kwamba Jehoshaphat was afraid. Bwana Yesu asifiwe. And Jehoshaphat feared. Lakini wakati ambapo anamtafuta Mungu, tunapata katika verse 15, Mungu anamwencourage sasa, anamwambia have courage. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo ukimtegemea Mungu anakupatia ujasiri. And he said, "Listen, all of Judah and the inhabitants of Jerusalem, and you King Jehoshaphat, thus says the Lord, do not be afraid nor dismayed." Bwana Yesu asifiwe. Nimekuwa nikiencounter verses mingi, Mungu anakuambia usiogope. Isaiah 41:10, Biblia inasema kwamba so do not fear, for I am with you, because I am your God, for I will help you, I will strengthen you, and I will uphold you with my righteous right hand. Bwana Yesu asifiwe. Ukisoma Psalms 23 verse 2,
Psalms 23 verse number 4. Daudi anasema kwamba japo nipitapo katika bonde la uvuli wa mauti, sitaogopa mabaya. Kwa nini? Hallelujah. So there is courage in God being with you. The same in Isaiah 43:2. Kwamba usiogope. Kwa sababu gani? Mungu yuko na wewe. So the king of Israel, Jehoshaphat, anapatiwa courage, anaambiwa usiogope maana Mungu yuko na wewe. Hallelujah. Tuli make reference in Judges na tukaangalia hao watu walikuwa wamemsahau. Ukisoma Judges 7 tunapata mtu kwa jina la Gideon. Gideon, malaika wa Mungu anampata akiwa anapepeta ngano kwa kuficha ndio the enemies wasione, kwa sababu Biblia inasema hao watu walikuwa wanapita hapo wanaacha yeye. Kila kitu walikuwa wanaua, wanaharibu. Na malaika anamsalimia, anamwambia Mungu yunao shujaa. Na Gideon anashangaa, anauliza Mungu yuko na mimi aje? Kama Mungu yuko na mimi, yako wapi matendo yake yale alitenda? Kumaanisha kwamba the entire nation of Israel, Gideon was different kwa sababu yeye alikuwa anakumbuka yale Mungu anatenda. The problem with Gideon ni kwamba alikuwa amejua kwamba Mungu hayuko na sisi. Huyo Mungu mwenye ninajua, mwenye tumeambiwa na baba zetu, yale mambo alitenda, ninajua chenye anaweza fanya. Lakini kama angekuwa na sisi, yale matendo tungekuwa tunayaona. That is why he's telling the angel of the Lord, if God be with us. Hallelujah. Unaweza jisomea hiyo Judges chapter number 7. Basically chapter number 6 verse 7, it's a different story ambayo pia bado Mungu anawaambia hao wa Israeli wasiogope maana kuna Bwana Yesu asifiwe. Kwamba Gideon ameita watu waende wakomboe taifa la Israeli. Na Mungu anampatia maagizo, anamwambia kwa hao watu wote, tell anybody who has fear in his heart kwamba arudi. There were 32,000 people. The Bible says 22,000 went back. Kumaanisha kwamba 3/4 of the people walikuwa wameogopa. In other words, hawakujua kwamba uko na Mungu, because that is why we fear. Ukijua kwamba uko na Mungu, why do you need to fear? I think it's Romans 8:31 inatuhimiza kwamba if God before us, then who can be against us? Kama unajua hiyo, unajua Mungu ako na wewe, do you really need to fear? Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo he gives us courage. Number 2, he defends and fights for you. He defends and fights for you. From that story, that is verse 15. Pia ukisoma utaipata Exodus chapter 14 verse 14. Kwamba God will defend and fight for you. Number 3, God puts you ahead of your adversaries, or he gives you an advantage over your enemies. Tumeona hiyo reference kwa verse 16. Mungu anawalimia hawa watu wenye mnaenda kukutana nao. Hata kama macho yenu hayatazama, Mungu anawaambia utawapata place fulani, watakuwa katika hali fulani. Bwana Yesu asifiwe. Maybe pia unaweza kufungulia Exodus 23:27, tusome kifungu kimoja hapo. Exodus 23:27, kwamba Mungu anaweza kukupatia advantage over your enemies kwa sababu tu ya wewe kutegemea. Hallelujah. I will send my fear before you, I will cause confusion among all the people to whom you come, and will make all your enemies turn their backs on you. Bwana Yesu asifiwe. Kwamba I will send my fear before you. Kwa hivyo kabla hata uende, Mungu ameshatangulia. Anasema I will cause confusion among all the people. Bwana Yesu asifiwe. So unaona kwamba Mungu ametangulia and things are happening for you because you have chosen to rely on God. Number 4 is that he gives you victory. Anakupatia ushindi. Hawa wana wa Israeli aliwapatia ushindi bila hao kuinua hata kujaribu kupigana. Bwana Yesu asifiwe. Without lifting a sword, anawapatia ushindi. The enemies that came to attack wenyewe
wakageukana, wakapigana, wakauana. God gives you victory. Under that you can write the verse Romans 8:31. And the last point is that He will turn circumstances around in your favor. He will turn around circumstances in your favor. Bwana Yesu asifiwe. Turudi tu kwa hiyo Chronicles tusome verse 24 mpaka 26. Second Chronicles 20:24 to 26. Tuone Mungu anasema nini. Second Chronicles 20:24 to 26. And on the fourth day they assembled in the valley. 24. So when Judah came to a place overlooking the wilderness, they looked towards the multitude, and they were there dead bodies fallen on the earth. No one had escaped. Verse 25. When Jehoshaphat and his people came to take away their spoil, they found among them an abundance of valuables on the dead bodies, and precious jewelry, which they stripped off for themselves, more than they could carry away. And they were 3 days gathering the spoils, because there was so much. Hawa ni watu ambao walikuwa wanajidefend just 3 days ago. Mfalme was in fear siku 3 zilizopita. And on the fourth day they assembled in the valley of Beraka, for there they blessed the Lord. Therefore the name of that place was called the valley of Beraka until this day. Bwana Yesu asifiwe. So you see, Mungu ametana around this situation. Hawa watu walikuwa wameogopa kwamba wamezingirwa na mataifa tatu. Barely 3 days later, Biblia inatuambia kwamba they gathered so much. There was so much spoil that they could carry. Bwana Yesu asifiwe. So God has turned around a situation ambayo walihitaji kujidefend. Now they are gathering a lot of spoils. Bwana Yesu asifiwe. Zaidi ya yale wangeweza kubeba. Hallelujah. So I tell you today, jifunze kumtegemea Mungu. Jifunze kumtegemea Mungu. We know about the story of Balaam in Numbers 23. Ukisoma 23, 24, I believe kuanzia 22 mpaka 24, those chapters. Huyu mtu, this man was set out to curse Israel, but God uses the same man to bless the nation of Israel. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo ukimtegemea Mungu, he turns around circumstances to favor you. Bwana Yesu asifiwe. Si tujifunze kumtegemea Mungu. Tujifunze kumweka Mungu mbele. Revelations 1:8 inasema yeye ni Alpha na yeye ni Omega. Tujifunze kama watu wanaofanya kabla ya kujaribu kitu chochote, unamtanguliza Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Mara nyingine ninashukuru sana kwa kunisikiliza. Mbarikiwe sana. Mungu awalinde.